Na Yesu asifiwe. Huwa napenda sana kumshukuru Mungu kila siku, kila kukicha kwa sababu ninajua nguvu na baraka ambayo ipo katika kumshukuru Mungu. Na ninaamini kwa watu ambao walikuwepo kwenye Morning Glory ile iliyoisha ambayo Mungu alinipa kibali siku hiyo. Tulipitia somo ambalo linazungumza baraka ambazo zipo katika kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna baraka kubwa katika kumshukuru Mungu. Haijalishi amekutendea mambo mangapi, haijalishi ni mambo gani ulionayo, ni jambo la kumshukuru Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nawashukuru viongozi wangu, mama zangu. Mungu awabariki. Ninashukuru sana kwa sababu ya nafasi mlionipa na viongozi wangu wote kwa ujumla. Jioni ya leo tutapitia kitu ambacho kinaitwa nguvu ya kinywa. Kama unaandika utaandika nguvu ya kinywa pale unapoandika. Tutapitia kwa ufupi kama Mungu alivyotupa kibali kwa muda ambao Mungu ameturuhusu tufundishe kwa wakati huu. Kabla sijaenda moja kwa moja kwenye somo lenyewe, ninahitaji nizungumze kitu kimoja. Maisha ya watu wengi yameharibika kwa kutumia au kwa kutegemea kinywa chao. Mnakitumiaje? Na ninavyosema kinywa, maisha ya watu wengi yalivyoharibika kwa sababu ya kinywa, alafu hawajui. Na watu wengi hawajui chanzo cha wewe kufika hapa ni kwa sababu ya kinywa chako. Chanzo cha mimi kufika hapa ni kwa sababu ya kinywa. Chanzo cha kuwa na kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu ya nini? Ya kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila kitu ambacho upo nacho, maisha yako ya sasa ni kwa sababu ya nini? Ya kinywa chako. Maandalizi ya maisha yako yatakayokuja ni kwa sababu ya kinywa chako. Sasa ni watu wengi ambao wameharibu maisha yao kwa sababu ya vinywa vyao. Maisha ya watu wengi yameharibika kwa sababu ya kinywa chao. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya vinywa vyao vile walivyotamka. Unajua tunavyosema kinywa ndo kimesababisha sisi wenyewe tumezaliwa. Kama ulikuwa bado hujafikiria hilo, leo ndo utalipata kwamba kinywa kimesababisha wewe unazaliwa. Kinywa kimesababisha leo tumekutana tena mahali hapa siku ya leo, Ijumaa ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinywa kimesababisha yale yote ulionayo ni kwa sababu upo nayo. Kinywa. Unaweza ukajiuliza hivi, kinywa kimesababishaje mimi nimefika sauti ya shangwe? Unaweza ukajiuliza kwamba kinywa kimesababishaje mimi nimezaliwa? Lakini kuna mambo tutakayo kuja kuyaangalia kwamba kuna nguvu gani katika kinywa chako. Maisha yako ya kesho yametengenezwa katika kinywa chako. Na ndio maana huwa napenda sana kujitamkia mema hata kama siyaoni hayo mema. Huwa napenda sana kujisema kwamba mimi ni mtu fulani hata kama sijafika huko, lakini ninajua maisha yetu ya mbeleni huwa tunayatengeneza katika kinywa chetu, katika maneno. Ngoja tuone katika pia kitabu cha Mithali, kama kuna mtu ambaye yuko hapa anaweza kanisomea, lakini tuone kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 21. Mithali 18 mstari wa 21. Amen. Inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Anasema na hao waupendao watakula matunda yake. Mauti na nini? Maana yake wewe kujipangia kwamba mwisho wangu utakuwa hivi, kwamba nitakuwa na nini. Yaani anza kufikiria kwamba ni mambo mangapi yameharibika kwako. Alafu baadaye anza kujiuliza kwamba kipindi cha nyuma ulikuwa unatamka nini. Unajua kuna jambo ambalo huwa napenda kusema kwamba Wakristo wengi tumekuwa tukilifanya alafu hatujui kwamba linatuletea matatizo. Tumekuwa ni watu wa kusema kwamba mimi sijafanikiwa,
Tumekuwa ni watu wa kusema kwamba yani sijui kama mimi nitafanikiwa. Neno hilo adui wanaligeuza. Baada ya kusema kwamba mimi sijui, wanaliweka kwenye ukweli. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Maana yake mauti na uzima huwa katika nini? Uwezo wa ulimi. Maana yake ulimi wako ndio unaokupangia kwamba maisha yako ya kesho yatakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba maisha yako ya mbele yatakuwaje. Jamani, kuna jambo ambalo hatulijui kwamba mara ya kwanza nimesema kwamba hata sisi kuzaliwa ni kwa sababu ya kinywa chetu, kwa sababu ya ulimi, au kwa sababu ya kinywa cha wazazi wetu. Jamani, mzazi kama wewe umezaliwa, mzazi yoyote akumpata mama kama hajamwambia neno nakupenda. Si ni kweli? Na kama ni nini? Ni neno, ni kinywa, limetoka wapi? Kwenye kinywa. Hamna mimi sidhani kama mama yangu alipatikana kwa kushikwa mkono na kupelekwa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua lilitangulia neno nini? Nakupenda. Lilitoka wapi? Kwenye kinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kinywa ndicho kilichosababisha sisi wenyewe tuko hapa. Kinywa ndicho kinachosababisha kwamba kesho wewe ni nani, kesho utakuwa na nini, kesho maisha yako yatakuwaje. Ukiangalia watu wote waliokata tamaa sasa ni kwa sababu wengi ya kinywa chao. Kwa sababu ya nini? Ya vinywa vyao. Wao wanatamka nini? Anza kujichunguza kwenye maisha yako kwamba wewe unakuwaga unatamka nini kwenye maisha yako. Unakuwaga unatamka mema au unakuwaga unatamka kufeli? Anasema mauti na uzima wao katika nini? Maana yake kwenye uzima ulionao, uzima wa mali zako, uzima wa kila kitu ulichonacho ni kwa sababu ya nini? Ya kinywa. Alafu mauti vivyo hivyo, yani vile ulivyo navyo, uzima wa biashara zako bado upo katika nini? Jamani, iko hivi, tunapokuwa tunaomba kwa kupitia nini? Mdomo, sio pua. Na kinachofanya yanadhihirika yale tunayoyaomba ni kwa sababu tunayatamka. Sasa watu wa sasa wamelala, wanategemea kwamba tuwaombee. Kishaona kwamba kuna mtu anatamani kwamba nataka kupata hiki, lazima niombewe. Nataka kupata, lazima niombewe. Nataka kufika hapa, lazima niombewe. Maana yake kuna vitu utavikosa kwa sababu vinahitaji kinywa chako ili vipate kudhihirika. Sio kama kuna mtu maana yake kuna mtu ambaye unaweza kukuta anaombewa, anatamani sawa kuwa mtu fulani, anaanza kuombewa. Baada ya kutamani kuwa mtu fulani, anaanza kuombewa. Ukisharudi nyumbani unaanza kusema sijui kama mimi kitatimia hiki nilichoombewa. Sijui. Mimi mtu niliyekosa vitu fulani, sielewi kama hili jambo litatimia. Baada ya kutamka hivyo, baada ya maombi yote uliyoombewa, hata kama ni miaka mingapi, yanafutika. Ni kwa sababu gani? Kuna nguvu kwenye kinywa chako. Sijui kama kuna mtu hapa anaelewa kitu. Yaani unaweza kaomba au kaombewa miaka 10. Siku moja ikafuta maombi yako yote. Yaani siku moja. Na ndio maana huwa tunasema tunaanza kukiri mema kwenye maisha yako. Unavyokiri mema, ukiri mema kwa sababu ya maisha ya mwingine, au kiri mema kwa sababu tu unakiri ili basi uyaache hapo. Unakiri ili yapate kudhirika kwenye nini? Kwenye maisha yako. Maana yake maisha yako, ili upate mema, kila kitu unachokihitaji kipo katika ulimi wako. Ukihitaji maisha yako yaharibike, yapo katika ulimi wako. Unatamka nini? Unatamka nini? Jamani, kila kitu unachokiumba, maana yake mambo yote kabla hajadhirika, mambo yote kabla hatujapata mali, hatujao watu fulani tunaotamani kufika huko, maisha huwa yanaanzia rohoni. Kama maisha huwa yanaanzia rohoni, maana yake unayatengeneza, unayaumba rohoni. Unavyoyaumba rohoni, hatuyaumbi kwa sababu sisi tunasali, hapana. Hatuyaumbi kwa sababu tunakuja kanisani. Tunayaumba kwa sababu tunatamka mema kwenye nini? Kwenye maisha yetu. Alafu baada ya kuyaumba tunatengeneza mazingira, au Mungu anatengeneza mazingira kwa ajili ya kudhihirika kwenye maisha yetu. Uzima na mauti wa katika nini? Uwezo wa ulimi. Angalia ni mambo mangapi yako yameharibika. Angalia ni mambo mangapi umeyatengeneza mwaka huu. Alafu anza kutengeneza, au anza kujiuliza kwamba kama kuna mambo yameharibika, kuna kitu gani kilichosababisha yaharibike? Unajua kuna vitu vinasababisha mambo yanaharibika alafu hatujui.
Hapa tumepitia jambo la kurekebishwa kwa muda sasa, nadhani wiki moja wiki mbili hivi, ya kutengenezwa. Na kutengenezwa, kurekebishwa, ni kinywa kilichokuwa kinazungumza. Maana kuna vitu huwa tunaweza tukawa tunajipandia kwenye maisha yetu kwa sababu ya kutamkiwa, kwa sababu ya kutamka, na hatujui, tunaona ni kawaida tu, yani tunaona ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ni sawa tu. Kikubwa tunaishi sasa, uoni mbele yako kuna nini. Jambo lolote hata hii hapa tunapokaa ni kwa sababu ya kinywa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, ngoja tukione kitabu cha Yohana moja. Tufungue kitabu cha Yohana hapo, sura ya 1 mstari wa 1. Inasema hivi: hapo mwanzo kulikuweko na neno. Maana yake tunaona hili neno lilikuwepo tokea nini? Tokea mwanzo. Yaani haya maneno yanayotamka yalikuwepo tokea wapi? Tokea mwanzo. Maana yake maneno haya yamekukuta. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Maana yake anza kuangalia, kuna kitu ukiangalia kidogo kwamba labda mimi ndo sijui, niulize hivi, kuna bubu ambaye ana mali nyingi sana. Yupo? Mnaweza mkanambia kwamba yupo? Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama anaweza akawepo, labda inawezekana, sidhani kama, kwa sababu maisha ili tupate vitu vizuri lazima tuvitamkie kwanza. Yaani haijalishi wewe ni nani, haijalishi unasali, haijalishi nini, ukitaka mambo mazuri lazima ufanyeje? Uyatamkie kwanza. Yaani kabla hujapona, kabla hujapata kile unachokitaka, lazima ukitamkie. Anasema hivi: hapo mwanzo kulikuweko na neno. Anasema naye neno alikuwako kwa Mungu. Maana yake ili neno tunalotamka lilikuwepo kwa nani? Maana yake lina nguvu za nani? Za Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Maana yake hili neno tunalotamka, haya maisha tunayoyazungumza kila siku kwamba yako hivi yako hivi, ni Mungu mwenyewe, ni udhihirisho wa Mungu. Na kanuni ya Mungu ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Muumbaji. Na kama ni muumbaji, manake neno linaumba. Tumeumba matatizo, tumeumba mema kwa sababu ya nini? Ya maneno yetu tunayotamka. Bila kujua, bila kuelewa kwamba hivi tunatengeneza nini kwenye maisha yetu. Na ndio maana hamna mtu unaweza kaingia kwenye maombi ukasema umeomba alafu ukawa umefumba tu, utamki chochote. Ukiwa naomba lazima utatamka. Lazima kinywa kitamke. Jiulize wewe unatamka nini kwenye maisha yako? Maana yake hilo neno unalotamka, hili neno unaweza ukaligeuza likaleta mabaya, au linawezekana likaleta mema, kwa sababu kila neno unalotamka adui yupo attention sana kuona kwamba huyu ametamka nini, alichotamka anakidhihirisha katika maisha yetu. Na ndio maana ukiona wale Wakristo wanaosema matatizo ni yangu mimi sifanikiwagi, hawafanikiwagi. Sio kwa sababu eti wao ndo wanafuatiliwa sana na shetani, hapana, ni kwa sababu ya vile wanavyotamka kwenye maisha yao. Unatamka nini? Ngoja tuendelee hapo. Anasema hivi: huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyu neno alikuwepo kwa nani? Kwa Mungu. Huyu mwanzo alikuwepo kwa nani? Kwa Mungu. Ngoja turudie kwanza mstari wa kwanza. Anasema hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Anaendelea anasema, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo nini? Sasa unaona kwamba neno ndilo lililofanya kila kitu. Anza kujichunguza kwenye maisha yako kwamba hivi miaka 5 nyuma nilikuwa natamka nini? Mimi nilivyokuwa mdogo nilikuwa hivi. Nilikuwa nasimama kwenye meza. Baada ya kusimama kwenye meza naanza kusema nahubiri. Yani nikiwa nahubiri naweza nikawa nahubiria viti au nahubiria tu hata nyasi, lakini naona kuna watu wengi.
maisha ya watoto wanaokuwa wanayaishi wanayafanya ndiyo huwa yanatokea kwenye ukubwa wao. Kwa sababu gani? Ndio hayo huwa wanayaumba hayo. Na ndio maana maisha ya watoto yameharibika sasa hivi, kwa sababu walichotamani kukifanya wazazi wametamani vingine. Mimi nilikuwa napanda kwenye meza, naona kama nahubiri, yaani naona niko bado mdogo sana hapo, natoka shule, nikifika nikishakunywa chai tayari naanza kuhubiri, nasema haleluya. Naona kuna watu, maana yake ni nini? Niliumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliumba. Kuna kitu kilichokuwa kinaumbika katika kutamka. Maisha tunayoishi sasa ndio tulioyaumba. Ulitamka nini? Sasa mimi sitaki kujua unaishi maisha gani. Ninachotaka kujua ni kwamba, au unachotakiwa kujua kwamba unaishi maisha uliojitamkia. Sasa anasema hapo mwanzo kulikuweko na nini? Na neno. Maana yake huyu neno huyu ni Mungu mwenyewe. Unajua hiki kinywa ni kiungo kidogo sana. Lakini hiki kinywa kinaweza kikafanya watu wote wakakupenda, pia watu wote wakakuchukia. Kinywa tu. Kinywa inategemeana unatumia kinywa chako vipi. Na ndio maana kwenye hiki kinywa huwezi ukamjibu mtu vibaya. Kwenye hiki kinywa kinachojibu mtu vibaya, yani iko hivi. Mama anaweza ngakuangalia jicho hivi, jicho baya, lakini usielewe ukasema bado ananipenda. Lakini katamka neno, yani neno moja tu dogo, ukasema huyu shaniona, huyu ana heshima, huyu neno. Lakini sasa mtu kamwangalia tu ukaona ni kawaida, kwa sababu ni matendo tu. Yaani mtu unaweza ukafanya tendo tu ukaona basi ni kawaida, au kachukulia kawaida. Lakini kwa sababu neno moja tu akalizungumza, likamuona mtu yani afai kabisa. Manake neno, yani maisha haya tulionayo ni kwa sababu ya maneno tulioyatengeneza. Na ndio maana mtu kabla hajaenda kwa biashara anasema kwamba nitakapoenda lazima nitafanikiwa. Mimi niko hivi. Hata nipokuwa bado nafanya kazi. Na sasa mlango wa kanisa nilikuwa naujua matatizo yani kiwa na matatizo ndo nauona mlango wa kanisa. Usiniambie mlango wa kanisa ulipo. Nilivyokuwa na pesa nafanya mambo yangu, singekuwa sijui mlango wa kanisa uko wapi. Nikiona matatizo, kwa sababu Mungu nilikuwa namjua kidogo, mlango wa kanisa nilikuwa. Lakini nikitoka nyumbani nimesema kwamba lazima nitatoka na shilingi kadhaa. Sijui ilikuwa ni nini. Lazima nilikuwa natoka nayo. Nilikuwa sitoki na pesa chini ya hiyo. Na sio kwamba eti nilikuwa nimeogopa hivyo kwamba eti Mungu ananipenda sana. Sasa sielewi. Lakini nilivyokuwa nawaza kwamba ninaenda kazini sasa, natamani nifanye hiki na hiki na hiki, lazima nitatoka na shilingi kadhaa. Nilikuwa natoka na hiyo pesa, na nikishamaliza kuitengeneza hiyo pesa nilikuwa naanza sasa kufanya, yani kutengeneza pesa nyingine, yani watu wengine wakiwa wanakuja na kuwa mvivu, kwa sababu kile nilichokitaka kilikuwa kishatimia. Mimi ninavyosema kinywa, mambo mengi niliyoyatamka kwenye maisha yangu ndo nayaona sasa. Maana yake ulimi, unajua ulimi huu ni kiungo kidogo sana. Mfano ukisoma katika kitabu cha Walumi 10:10. Ngoja tuipitie kidogo tuone anasemaje. Walumi 10:10. Walumi 10:10 nasema hivi: kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata uokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana mtu nini? Huamini hata kupata haki, lakini kwa kinywa. Na ndio maana mtu yeyote anavyookoka lazima asalishwe, yani lazima atamke, lazima kuna maneno sema Bwana ninakuja mbele zako hivi, lazima. Kwa nini? Ni kwa sababu kinywa akili yeye mwenyewe. Kwa nini aombewi? Je, kujiuliza kwa nini mtu akiokoka aombewi? Baba, katika jina la Yesu namkabidhi mikononi mwako awe mtoto wako, amen. Kwa nini huwa unatamka na yeye anarudia? Ni kwa sababu ili aumbe kwamba zilishajitangaze kwenye ulimwengu alio kwamba ameamua kumfuata nani? Kristo.
lazima atamke, amkiri huyo Yesu, yani anamkiri katika maneno yake. Sisi kama kuna mtu ananielewa? Maana yake wewe ulivyookoka tu lazima ulimpokea Yesu. Yani Yesu haumpokei kwa maneno hayo unaoambiwa kwamba baba. Yesu haumpokei kwa sababu umekuja kanisani. Unampokea kwa sababu kinywa chako kimekiri na kimemtamka, na tumeona neno kwamba ni Mungu mwenyewe. Maana yake neno unalotamka ndio linalozilisha kwamba umempokea Yesu Kristo ndani yako. Anasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata nini? Wokovu. Mtu kupata wokovu lazima aamini kwanza kwamba ninamhitaji Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo anaweza akafanyaje? Akaniokoa maisha yangu. Lakini kuna jambo moja hapa, kuamini ili apate wokovu. Anasema na kwa kinywa ukiri hata anasema, ngoja nirudie. Anasema kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 11 anasema hivi, kwa maana andiko la nena, kila amwaminie atatayarika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana andiko la nena, kila amwaminie atatayarika. Sasa tunaona kwamba nguvu ya kinywa, mambo ambayo huwa yanasababishwa na maisha yetu sisi wenyewe, alafu tunaanza kusema kwamba adui ametesa maisha yetu. Ukishaona kwamba ukitaka uamini kwamba kinywa kina nguvu, anza kutamka na kukiri kwamba maisha yangu yako hivi, maisha yangu yako. Kila kitu utakachokipata mwaka huu ni kwa sababu ulikitamka. Vitu vingine ulivitamka 2025, vitu vingine utavitamka sasa. Au haiwezekani hujawahi kutamka kitu, hujawahi kutamani kitu alafu ukakipata. Sijawahi ona. Yaani hujawahi kukitamka kitu, hujawahi kukipata, hujawahi kukitamani alafu ukakipata. Na ukiona unataka kitu lazima utaanza kukitamkia. Lazima utaanza kutafuta njia, nitakipataje hiki kitu? Bwana Yesu asifiwe. Manake lazima utajiandaa, lazima utatamka, lazima utamhusisha Mungu kila neno tunalolitamka. Na ndio maana mtu ili aonekane kwamba huyu ni Mkristo lazima ataonekana kwa matendo yake. Maneno anatamka nini kwa watu? Sasa jiulize wewe, ukiwa kwa watu unatamkaga nini ili uonekane kwamba huyu bado hajaokoka huyu? Hata kama unakuja kanisani bado utatambulika. Kwa nini? Kwa maneno yako. Unatamka nini ukiwa kwa watu? Unatamka nini? Unakiri nini ukiwa kwa watu? Kuna maneno gani unayasema ukiwa kwa watu? Hayo ndio yanayozilisha kwamba huyu mtu yuko hivi. Maana yake hivyo ili upate kitu kile unachokihitaji lazima ukitamkie, lazima ukiumbe. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona kitabu cha Mwanzo tunaona jambo moja kwamba Mungu alikuwa anatamka, mambo yanatokea. Ngoja tupitie kwa ufupi alafu tutamaliza na muda wetu, kwa sababu muda wetu unaenda kidogo. Twende kitabu cha Mwanzo 1. Mwanzo 1 mstari wa 3 inasema, Mungu akasema iwe nuru. Mungu akasema iwe nuru. Manake huu mwanga tulionao ni kwa sababu Mungu alitamka. Sasa wewe jiulize, wewe unaumbaga nini kwenye maisha yako? Kwa sababu mwanadamu ni mfano wa Mungu, sawa? Unaumbaga nini kupitia maneno yako unayoyatamka? Jiulize, je, unaomba matatizo? Unaomba mema, unaomba mabaya? Anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Manake wewe pia ukisema kwamba na iwe kitu fulani kitakuwa, kwa sababu umefanyaje? Umesema. Ndani ya hilo neno ndilo ina uungu ndani yake, lina nguvu ndani yake. Sasa wewe ukitamka kwamba sijui kama mimi nitafanikiwa, sijui kama mimi nitafanikisha kile kitu unachokitaka, lazima uweze kukifanikisha kwa sababu na itakuwa. Anasema Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema.
Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alifanyaje? Alisema, alitamka. Wewe mwenyewe vivyo hivyo, ili kuzilisha kile kitu unachokitaka lazima utatamka. Kitahitaji neno lako, unatamka nini? Ukiona kwamba mambo yanakuwa mabaya, tengeneza na Mungu, anza kumwambia Mungu, nimekosea wapi? Anza kutamka mema, anza kutamka ushindi. Yaani haijalishi watu watakuonaje, haijalishi watu watakuchukuliaje. Wewe huo unaambia kwamba mimi nimebarikiwa na Mungu, hata kama baraka zionekane. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa nipo nyumbani. Sasa nilikuwa nimezoea kwamba akija vijana nafanyaje, wakiwa na shida nawapa pesa. Kipindi hicho ambacho pesa nilikuwa nishaanza kuishikashika vizuri. Sasa kipindi hata kama sina pesa, kaja mtu ananiambia kwamba ninaomba pesa. Unajua sisi wa haya moja hatupendai kuonesha hata udhaifu. Sasa hiyo ilinisaidia pia kunionyesha kwamba kupata mema kwenye maisha yangu. Sasa sisi wa haya kanuni huwa hatukiligi mabaya. Yaani wa haya huwa tunapenda, yaani hata kama mema hauna lazima utatamka, lazima utasema mimi na hiki hata kama hauna. Kumbe ile pia naona inatusaidia. Sasa uwe mwaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama hutakuwa mwaya, uko na katabia basi yako kakutamka mema hata kama hauna. Kanaweza kanaonekana kwamba ni kabaya lakini ni kazuri. Mimi kwa naambiwa kama naomba kiasi fulani cha pesa. Kama hata sina, naomba unisaidie hiki. Moja, hata kama sina namwambia sikia, hapa sina cash, hela yangu ipo kwenye account. Sasa kama ipo kwenye account na nikianza kutoa hela hivi nitaiharibu. Kwa hiyo tulia, nikipata cash nitafanyaje? Tumejitengeneza hapo. Sasa kumbe hao kwa neno kalikuwa kanaomba nini? Ili tuweke hela kwenye nini? Kwenye account. Hata kama nahitaji kumnyima mtu hela, unajua kuna ile kahali fulani hivi mtu anakuomba, sio lazima utampa. Kuna muda utahitaji umnyime, lakini unamwambia sikia. Au utamwambia hauna, au utamwambia unacho, unamwambia hivi sikia, kwa sasa kuna mtu nimempa kiasi fulani, au hela iko sehemu fulani, kwa hiyo nikipata nitafanyaje? Na mtu anakuwa na imani kwamba utampa, anakuwa na imani. Lakini kuna ile kwamba tushazoea, naomba unipe kiasi fulani mimi tena. Na alafu kuna maneno fulani hivi huwa tunayazungumza. Huwa kuna watu wanakuambia kwamba vipi tajiri? Sasa Mkristo yani aliyeshika dini anakataa hilo neno, anaona ni shetani kabisa. Sasa mimi tajiri. Wewe ni tajiri kabisa. Huwa tunazungumzaga sana maneno ya namna hiyo. Wewe ni tajiri, mimi hapana, mimi tena. Naomba unipe kiasi. Wewe ndio mwenye hela, mimi sina hela. Alafu tunavyotamka tunajua kwamba tupo sahihi. Hatujui kumbe kuna kitu tunakitengeneza ambacho ni kibaya, ambacho kitakuwa bomu, ambacho unatamka kwamba wewe huwezi ukawa tajiri. Hauwezi ukawa hivyo. Hauwezi ukafanikiwa, maana yake unakuwa unatamka. Kile unachokitamka ndicho kinachodhihirisha kuwa wewe tajiri au kubaki hivyo hivyo bila hela. Na tumeona kwamba kukili mema, Wakristo wengi tushaona kwamba kuyakili mema ni mabaya. Yaani ni kama kudhalilika. Kumbe kukili mema ndo kutamka, yani kujipandia, kuvuna mema. Sasa jiulize ndani ya maisha yako unatamka nini na unatamkiwaga nini pia. Kwa sababu ni neno, yani hilo neno ndilo mtu anaweza akakutamkia kwamba wewe uko hivi. Na ndio maana mimi hata mtu akinitamkia mabaya, yani namwangalia hivi alafu naanza nayakataa kwamba mimi sipo hivi. Mtu akinitamkia jambo baya, huwa nakataa. Nasema hivi jambo, kwa sababu ukishatamkiwa kwamba ukishaambiwa kwamba wewe ni kitu fulani, lazima utakuwa hicho. Hata kama utakuwa hicho, matendo yako yatakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano kuna watu huwa wanaambia wewe mbwa. Sasa sikia, kanuni ya mbwa iwa itulii. Wewe hautakuwa mbwa kwamba umekuwa mbwa, lakini kwa sababu ulipokea hilo neno la mbwa, huwa utakuwa hivi. Kanuni ya mbwa iwa itulii sehemu moja. Huwa pia ni lafi. Huwa pia yani utakuta huwa neno moja nizungumzeje ili acha niliache. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kanuni, maana yake utaanza kuvuna yani tabia za mbwa.
hata bila kujua. Utashangaa mbona situlii, utashangaa mbona hivi. Na mbwa nyingi ni malaya, alafu sasa utashangaa na ushaenda huko bila kujua, unaona ni sawa. Yaani unasema tu ni kamepita tu. Bwana, kumbe ni kale kambwa ulikoambiwa wewe ni nini? Sasa jiulize wewe, kishaambiwa kambwa huyo mtu mchunguze mara mbili, mwambie hivi au unaona, utakuta unaonekana mbwa kweli, utajuaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kutamka mema kwenye maisha yako. Jiulize kila siku kwamba wewe unakili nini? Unatamka nini? Maisha yako unayatamkia nini kila siku? Jamani, iko hivi. Maisha yetu huwa yameharibika kwa sababu ya nini? Ya huu mdomo huu mdogo unaoona kwamba. Alafu sasa na Biblia yenyewe imeisema kwamba kinywa ni kidogo. Ngoja tukione kwa kitabu cha Yakobo, alafu tutamaliza. Kitabu kitakuwa chetu cha mwisho. Kitabu cha Yakobo 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Kama uko hapo unaweza kaifungua Yakobo ili tusome pamoja. Inasema hivi, ili uelewe kwamba hata Biblia yenyewe inaelewa kwamba kinywa ni kiungo kidogo, lakini kinaweza kikafanya mambo makubwa, hata yale ambayo fanyije uyajui. Inasema hivi, kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Inasema vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Ni Biblia, sio mimi. Inasema vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao ujivuna majivuno makuu kama haya. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Ngoja kwa tuishi hapa. Anasema, ameanza kwamba kinywa ni kiungo nini? Kidogo. Alafu anakuja moto, anasema angalieni moto ufanyaje? Ngoja tuendelee mstari wa 6. Inasema hivi, nao ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, uwashao moto mfululizo wa maumbile, nao uwashwa moto na jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimi maana yake wewe ambacho kinaweza kusababisha wewe kaenda jehanamu ni nini? Ni ulimi. Wewe unatamka nini? Unajua ukishatamka mabaya iko hivi. Ukishatamka mabaya yatatokea. Baada ya kutokea utaanza kutenda dhambi. Yaani utaanza kuona kila kitu ni dhambi. Na Wakristo wengi ndio wao tunaona mama siku moja alisema hivi, kama una hela kila mtu utamwona yeye kila siku, yani kila kitu wewe utamwona kama ni dhambi. Utamwona mzee Malima kunywa kipara ni dhambi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona hivyo. Utaona yani mtu akivaa hivyo au utaona ni dhambi. Yani kwa sababu hauna hela. Alisema mama, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzuri nimekisema na yeye akiwepo, kwa hiyo sio mimi, ni mama. Sasa wewe kama unaona kwamba kila kitu unakionaga ni dhambi, angalia mfukoni mwako na nini? Hauna hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi mstari wa 5 ndio naopenda. Anasema hivi, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Alijua kwamba ulimi, na sisi anajua jamani, iko hivi, sisi tunaona kwamba huu ulimi ni kiungo kidogo sana, si ndio hivyo? Yaani unaweza kutamka vyovyote tu kwa sababu umeruhusiwa kutamka. Anasema vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao ujivuna majivuno makuu. Sasa ili upate kile unachokihitaji lazima uanze kutamka. Yaani kile unachotamka sio kwa sababu eti unajivuna. Iko hivi, ndio uhalisia wa maisha yako yatakavyokuwa. Unatamani maisha yako yakoje? Anza kuyatengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Anza kusema mimi ni mtu fulani. Yaani mimi jamani, sijui kama au mimi ndo naye tamkaga mema tu. Ni mimi? Amen. Mzee kama amesema ni mimi peke yangu basi sawa. Unajua, ngoja niwaambie, kile unachotamka ndicho kinachotengeneza maisha yako ya kesho. Ulimi wameulinganisha kama moto mdogo ambao unawasha msitu mkubwa.
Yaani ikitokea kwamba hapa umeweka tu kwenye huu mti, umewasha tu sehemu ndogo tu, mti wote utaangamia. Manake huu ulimi unaweza ukakupeleka sehemu ambayo sio, ukakuangamiza. Huu ulimi unaweza ukakutoa hapa ukiwa sauti ya shangwe, umeweka jina zuri, pia unaweza ukakutoa hapo umeharibikiwa kila kitu. Ulimi. Sasa anza kuchunguza. Ukiona maisha yako yanakuwa mabaya, anza kuangalia kwamba unatamkaga nini kwako. Kwenye maisha yako unatamkaga nini? Sio kila kitu kitahitaji uwekewe mkono uombewe. Kuna mambo mengine yatahitaji uakili we mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatahitaji ukili kwamba mimi ni mtu fulani. Na hamna mtu ambaye ajikubali alafu anatimiza kila ambacho anakitaka. Hayupo. Mimi zamani, nadhani juzi kwenye ibada ya juzi nilisema kitu kimoja kwamba nilikuwa najidharau. Kuna kipindi kilipita nikawa najidharau, nikapewa mkutano, alafu ninapopewa mkutano ni kwa watu ambao marafiki zangu niliowazoea, yani tunapiga nao shwari ni aje. Alafu nakuta na hapo, cha kwanza nakumbuka kwenye huo mkutano niliopewa kalikuwepo kabinti kangu, yani Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, iko hivi. Mazingira hayo naambiwa hivi, unatakiwa ndio kahubiri. Nikaanza maombi, Baba, ninaangamiza huo mkutano usitokee. Sasa changamoto ya Kristo, kwa sababu yani hatuelewi. Unajua huwa tunamkemea na Roho Mtakatifu kwa kutumia hilo jina la Roho Mtakatifu, hilo jina la Yesu. Yeye ndiye aliyenaambia natakiwa niende nikahubiri maeneo hayo, mimi naufunga. Nakumbuka tunatoka ibadani, nasema sasa tunatakiwa tuchukue speaker. Sasa mara 100 ukao unaongea hivi kawaida. Speaker. Yeye unaongelea kila mtu anakusikia. Alafu hapo watu wamekuzoeani ni watu ambao walikuwa, jamani, iko hivi, usiombe. Na ndio maana huwa wanasema hivi, ili ukubalike nenda kwa watu ambao hawakujui. Kwa mtu anayekujua tabia kwamba tabia yako ni kumhubiria kuelewa, atasema basi na mimi naweza nikahubiri. Bwana Yesu. Jamani, siku hiyo nilitetemeka. Nikawaza au nikimbie, yani nifanyeje? Sina namna. Naambiwa niende nikahubiri kwa sababu walikuwa wananiambia hivi sielewi. Yani kishaangalia hivi hamna mtu, nishakimbia kwenye Alcoa Center tu. Piga story, alikuwa marafiki zangu pale. Naambiwa niende nikahubiri pale. Nimeenda tukaenda bana. Sijiamini najidharau, yani naona kwamba hivi itakuwaje. Nimefika pale, akaanzisha maombi, anaanza maombi. Sasa wakajua kuna mtumishi mkubwa kweli. Mimi niko pale na kabiblia kangu nimekaficha huku nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi watanionaje? Akapiga maombi, watu nikashangaa wanakuja hivi wanaangalia. Wanajua kuna mtumishi hapa, alikuwa anaongea kwa sauti. Yeye alikuwa ana aibu. Akaomba, nikawa naomba Mungu aendelee, yani aone kwamba injili imenoga, aendelee amalizie mpaka mwisho. Akaomba. Baadaye akasema hapa nimekuja na mtumishi wa Mungu. Nikasema basi. Sema basi. Akasema nimekuja na mtumishi wa Mungu mkubwa, ukiwa hapa kama una magonjwa Mungu atayaponya. Sasa nikawaza hayo magonjwa hayo. Kusema ukweli, ushe kuona kale kajasho kale kauoga kale. Yaani nikaona kama hivi limenyeshewa na mvua. Mtumishi mkubwa ameingia. Nikaambiwa mtumishi wa Mungu karibu. Nikashika maiki. Nikaanza Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa kwa wakati huyu yupo ana maombi, alikuwa bado marafiki zangu sawa, fanya hivi. Alafu unakaa hivi unatulia. Hawajui. Jamani, iko hivi, maombi akaanza. Nikasimama nikasema Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Hivyo nikaongea kwanza taratibu. Sasa kila mtu akahitaji kuja kuniona, wengine naona wanapiga makofi. Mnawaelewa kule Mbagala kule. Njoo muone. Sasa kwa anashangaa na ubiri, kila mtu anakuja. Yaani unachohubiri, nilikuwa nimepanga somo, nimelipangilia vizuri. Somo baada ya kulianza mwanzo kuja mwisho, nikaanza mwisho nikaanza. Yaani sikuelewa nimehubiri nini, nikatoka hapo yaani sielewi. Kusema kweli sikuelewa. Lakini kwa nashangaa na ubiri. Nashangaa mtu anakuja anachungulia hivi. Nilikuwa naomba siwaondoke tu. Ni ubiri, yani ni ubiri. Ni kwa sababu gani? Nilikuwa sifanye sijiamini. Na kipindi hicho sielewi kama kuna mtu yote aliyepokea wala hamna mtu aliyepona. Kwa sababu mimi mwenyewe kwa hivi ningeenda pale najiamini nasema
Sasa hivi twende hapo wapi? Hapo Miembe Saba hapo. Kwa sababu nimekiri na jiamini, lazima, yani watu wote lazima watanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unajua kuna maisha tunayatengeneza sisi, kuna movie tumezitengeneza sisi wenyewe kwa vinywa vyetu, kumbe haiko hivyo. Haiko hivyo. Jamani, tuangalie tunatamka nini, tunakiri nini, ili tupate kutimiza kila ambacho tunakitaka kwenye maisha yetu. Pale ulipo unaweza ukasimama. Lakini kwenye kusimama, kwenye maombi utakayoyaomba, mwambie Mungu, anza kutamka mema unatamani nini kwenye maisha yako. Mwambie Mungu unataka nini kwenye maisha yako. Alafu mimi nimesema utakavyotamka nimkaribishe mama yangu, karibu kwa ajili ya kuongoza maombi mama.